Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Je, umewahi kuona herufi kubwa ya kwanza kwenye aya kama kwenye vitabu au magazeti, halafu ukajiuliza inatengenezwa vipi kwenye Microsoft Word? Kama unataka maandishi yako yaonekane ya kitaalam zaidi, basi video hii ni kwa ajili yako. Drop Cap. Hiki ni kipengele ndani ya Microsoft Word kinachofanya herufi ya kwanza ya aya iwe kubwa kuliko nyingine ili kuvutia machoni mwa msomaji. Drop Cap inapatikana kwenye sehemu ya Insert. Kisha kwenye sehemu ya Text Group, hapo utakutana na sehemu ya Drop Cap, tayari kwa ajili ya kuandikwa herufi kubwa ya kwanza. Jinsi ya kutumia Drop Cap. Weka kasa yako sehemu ambapo unahitaji kuweka hiyo Drop Cap yako. Kwa sisi tunaweka kasa yetu sehemu hii hapa. Una click hapo. Kisha nenda kwenye sehemu ya Insert, nenda kaitafute sehemu ilipo Drop Cap na uklik. Chagua aina ya Drop Cap unayoihitaji. Mimi nachagua Drop Cap. Ukisha click, utaiona herufi ya kwanza imekuwa kubwa kabisa. Nadhani unajionea mwenyewe hapo. Sina haja ya kueleza mengi. Tofauti kati ya dropped na in margin Drop Cap ni ipi hiyo? Hebu tukajionee. Dropped Drop Cap, herufi inaingia ndani ya maandishi na kushuka mistari kadhaa. Hebu tukaone. Kama utaweka kasa yako hapa na ukienda kwenye Drop Cap na ukachagua Dropped Drop Cap, basi utaiona herufi yako ya kwanza ipo sawa sawa katika ile margin ya paragraph yako. Nadhani unajionea hapo namna ilipoanza. In margin Drop Cap, herufi inakaa pembeni ya margin ya ukurasa. Yaani kivipi? Hebu tuende tukajionee wenyewe. Iko hivi. Kama utaenda ukaklik kwenye Drop Cap, kisha ukachagua in margin Drop Cap, ukaklik in margin Drop Cap, basi ile herufi itakuwa ipo pembeni kabisa na ile margin ya ukurasa iko nje ya paragraph yako kama unavyojionea hapo. Nadhani utakuwa umenielewa. Namna ya kutumia Drop Cap option ni hivi. Click sehemu ambayo unahitaji kuingiza Drop Cap, kisha nenda kwenye sehemu ya Insert, kisha nenda kwenye sehemu ya Drop Cap. Chagua Drop Cap option. Ukiklik hapa utachagua aina ya Drop Cap unayohitaji, lakini pia unaweza kubadilisha maandishi, aina ya maandishi, yani font. Unaweza kuchagua font unayoihitaji wewe kama unavyojionea hapo, lakini vile vile unaweza kuongeza ukubwa wa ile Drop Cap yako. Yani kwa mfano Drop Cap yetu ipo katika mistari mitatu hii. Nadhani unajionea hapo. Sisi unaweza ukabadilisha sasa ikawa mistari mitano. Hapo kama utaklik OK, basi ukienda huku itakuwa sasa inahesabu mistari mitano. Maana yake OK, utaiona ipo katika mistari mitano yote imeenea. Hiyo ndo kazi ya ile sehemu ya kwanza. Tuende mbele. Ukija kwenye Drop Cap option, kuna sehemu ya distance from text. Hapo ni masafa baina ya text ilipo na ile Drop Cap yetu. Kwa hiyo sasa tukibadilisha namba hapa tukiweka 2, kwa mfano ukibonyeza OK, utaiona kwamba Drop Cap yetu iko pembeni sana na maandishi yetu yako mbali na ile Drop Cap yetu tuliyoiweka. Ni hivyo tu. Kwa hiyo turudishe katika position nzuri ili tuelewe.
Na hivyo ndivyo utavyotumia drop cap option. Ni wewe mwenyewe na namna utavyohitaji kuset mambo yako yaweje. Nadhani umenielewa sana kabisa. Sina mengi ya kuongea. Tukutane kwenye video ijayo. Huko tutazungumza mengi kuhusu signature line. Nikusihi tu usikose. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV. Karibu tena. Bye bye.